Wanabunge power. Wanabunge power. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika jioni ya leo. Asante Mr. Speaker kwa hii nafasi. Wanabunge woye. Wanabunge woye. Tumefika. Na tunasema ya kwamba Ruto, Mheshimiwa Ruto lazima aweze kumakinika na aweze kuwajibika kama kiongozi wa nchi na kama baba wa nchi. Mbona niseme hivyo? Imekuwa mazoea ya kuongea maneno na kutamka na kutokuyatimiza. Na hilo jambo ndio limetia vijana wengi ama Wakenya wengi kidonda katika nchi ya Kenya. Na kila mmoja ameweza kuumia kwa sababu ya baba yetu Mheshimiwa Ruto. Kwa sababu ya kutudanganya kila wakati, kusema ya kwamba nimewekeza, nimetenga, nimepanga, nitafanya na hawezi kuyatimiza. So kama sisi wa Kenya tunasema ya kwamba it's high time now we need to condemn what Mheshimiwa Ruto anafanya katika nchi yetu ya Kenya. Ndiposa ya kwamba tumesema ya kwamba lazima tutoke nje ndio aweze kutusikiza. Maana hii regime pasipo kutoka kuenda kwa maandamano, hii serikali ya Mheshimiwa Ruto, ndugu yangu amekubali SHA iko sawa, ama unajua anaendelea na mimi sijaelewa ya SHA iko sawa Mr. Kasola, ama bado kuna matatizo wewe mtu wa one time? I hope speaker umepeana agenda mbili, about nation na about SHA na about pia mambo ya CS. Nimeanza na nation. Sitafika kwa upande wa SHA. Nimeelewa baba, endelea. Watu watuta mnyamaza moja kuwa na pupa. Mnaenda nyumbani. Jambo lingine ambalo limetukandamiza kama sisi wa Kenya ni wabunge wetu katika nchi yetu ya Kenya. Wabunge wametusaliti kwa 99%. Wabunge katika nchi yetu ya Kenya. Manake wabunge tunapowachagua wanatuahidi ya kwamba tutaweza kusimama pale mbele na kuwatetea. Lakini hivyo walipofika pale mbele na kutuahidi ya kwamba wataweza kututetea, wamefika pale, wamepata nyama, wamepata vitu vizuri vizuri, wanakula, wakishatoka huko wameshiba, wanakuja kwa wananchi kututapikia. So, sisi tunasema hivi, mtu ambaye ametia kidonda katika nchi yetu ya Kenya na kufanya hii nchi ikuwe katika hii hali ni wabunge wetu ambao wametusaliti. Na lazima tukondemu hii ya kwamba wabunge pia ndio wanaochangia hata vijana wengi kuuawa, kwa sababu CS anapoenda pale kwa bunge anachanuliwa kidogo, anaambiwa maneno, mwisho tena kesho kama tunaenda kwa maandamano ama tuna jambo limetokea, tena unasikia mwananchi ameuawa. So hatujui anapokuwa pale wanabunge kazi yao ni nini, kwa sababu bunge ndio ambayo imetuchochea hii nchi kudorota, kupigana na kukua katika hii hali. So wanabunge lazima tuweze kujitokeza kuweza kuambia wabunge wetu ukweli ya kwamba hao ndio wametusaliti katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili, niko na ukweli hapa tutam. Jambo la pili, nimeweza kuangalia counties na kuna magavana ambao hawajaweka kipaumbele wa Kenya. Wameweza kutoa top 10 ya gavana ambao wanafanya kazi nzuri katika nchi yetu ya Kenya. Ukiangalia financial year top 10 ya 2024-2025 governor, kwa udadisi na kwa mtazamo wangu vile ambavyo imetokeza ni kwamba kwa county governor ambaye ameweka kipaumbele wa Kenya na kuwafanyia kazi ni county ya Turkana. Kwa udadisi wangu na kutafuta kwangu ni kwamba ameweza kupeana 34% kwa kufanyia wa Kenya kazi kwa county ya Turkana. So kwa hii top 10 nitaenda kuisoma kwa haraka kwa sababu ya muda, naona Mr. Speaker ananiangalia kwa sana. County ya pili imeweza kuwa Kilifi. Pia Kilifi wameweka, ukiangalia governor ameweka viongozi, wameweka wa Kenya kipaumbele kuweza kuwafanyia kazi.
Lakini nimepata kwa utafauti yangu, nimeweza kuangalia, ukiangalia hizi cities ziko hapa Kenya, ukiangalia kama Nakuru City, kuna Nairobi City, kuna Kisumu City. Hizo county ndo ambazo hao magavana wameweza kuweka wananchi chini sana. Hawajaweka wananchi kipaumbele kuwafanyia kazi. Ukiangalia Nairobi imekuwa chini. Imekuwa karibu imekuwa kama nambari 44 kwa utendakazi. Na hii Nairobi ndio inafaa ikuwe kipaumbele kwa sababu wananchi wako pale wamekutana wote kwenda kufanya kazi. So, utapata ya kwamba najaribu kusema hivi. Magavana ambao wadadisi wameenda kufanya uchanguzi na kuangalia kwamba hao ndio ambao wajaweka kipaumbele wa Kenya, wajaribu sana kuweza kuweka wa Kenya mbele kuwafanyia kazi. Na hakika itakuwa bora zaidi.